Kwa hivyo kile ambacho ningependa ujifundisha hapa ni kwamba shetani anaweza akammiliki mtu, ama mtu akiwa kwa shetani akarogwa katika moyo wake peke yake. Na nimesema moyo ni muunganiko wa roho na nafsi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani akitaka akufute ili sasa akuroge vizuri katika moyo wako, huwa anakutupianga mali zake, huwa anakufutanga na mali zake. Ndio maana maandiko tumesoma kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 20. Biblia inasema ya kwamba hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Shetani baada ya kuwa amekupea mali zake ukaziita zako, sasa akili yako itakuwa kwenye hizo mali ambazo unaziita ni zako, wakati ule ni za shetani. Kwa hivyo ukiziendea zile mali zako, unapozifikiria kila wakati, unapozimiliki kila wakati, tayari umemilikiwa na shetani, maana hizo mali shetani ndiye alikupea. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana. Ndio maana Mungu huwa anapenda sana ambariki mtu ambaye yule mtu ameokoka, ili azidi kuweka moyo wake katika madhabahu, ili azidi kuhifadhi moyo wake katika madhabahu. Na ndio maana mara zingine utaona kwamba huwa tunatoa sadaka na dhabihu na matoleo yetu kwenye madhabahu, ili kwamba moyo wetu uendelee kufutwa kwenye mambo ya kimungu, kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa ninasema kwamba Musa alipokuwa anawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, kuna wakati Farao alimwambia kwamba mnafaa muende, lakini muache mali zenu. Farao alikuwa ni mjanja, alikuwa anajua kwamba hao watu nikiwaambia waende na waache mali zao, kuna wakati watatamani kurudi ili wakujie mali zao. Lakini Musa anamwambia Farao kwenye kile kitabu cha Kutoka mlango wa 10 na mstari wa 24 mpaka 26, anamwambia hata ukwato ni ile sehemu ya chini ambayo ng'ombe ama mbuzi wanatumianga katika kutembea, yaani ni kiatu cha mnyama tu, niseme hivyo hivyo. Anasema kwamba hata ukwato hatutaacha, because Musa alikuwa anajua ya kwamba kama hao wana wa Israeli wakienda katika nchi ya Kanaani na waache mali zao, watatamani kurudi tena. Usipokuwa makini, shetani anaweza kukuacha uingie kwenye ufalme ila akabakia na mali zako. Kuna watu ambao leo hii wameokoka, wale watu ambao wanasemanga kwamba Yesu shetani chukua vyote ile uniachie Yesu. Ujue kwamba kuna wakati utatamani kurudi huko kwa shetani, kwa sababu mwanadamu kumtenganisha na mali zake sio rahisi vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikombolewa na vitu vyake vikose kurejeshwa, huwa anatamani kuacha wokovu na kurudi kule duniani, kule ambako alikuwa anapata mali zake. Sijui kama naeleweka. Ningependa nipeane verse fulani ambazo, ama verses za Biblia ambazo zitasaidia kukufundisha vile ambavyo, ama zitakusaidia katika kurudisha kile ambacho kimeibiwa ama kimechukuliwa na shetani kwenye maisha yako. Lakini kabla sijafika pale, Yesu kuna wakati, sijui kama nilikuwa nimefundisha kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4. Yesu kuna wakati alikutana na shetani akiwa hapa duniani, akaambiwa uniabudu lakini kupee vyote hivi, lakini Yesu akakataa. Ina maana kwamba kila mtu ambaye unanisikiliza leo hii, kuna level ya mafanikio ambayo utafika ya kumjua Mungu, na ukifika kwenye hiyo level, shetani atamake sure amekupea ofa zake, ili kwamba aone kwamba akikupea hizi ofa zake, kama utazichukua na yeye achukue moyo wako. Yesu alipofika level fulani, Yesu alitaka kumpea ofa fulani, alitaka kumpea mali ili kwamba akuwe na uwezo wa kuchukua moyo wake ama kumiliki moyo wake, kumiliki ibada ya Yesu, akuwe Yesu anamwabudu shetani badala ya kumwabudu Mungu baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo nimeongelea kuhusiana na moyo, kuwa moyo wa mtu unaweza ukarogwa kichawi. Sasa nataka niongelee kuhusiana na mali za mtu
kufanyiwa uchawi. Kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 30 na mstari wa 8. Hapa tunaongelea kuhusiana na Daudi. Daudi kuna wakati alitoka kidogo, alikuwa ameenda kumsaidia mfalme fulani kwenye vita, lakini aliporudi akapata wake zake, mali zake zimechukuliwa zote. Maandiko yanasema akaenda akavaa nguo inaitwa naifela. Alipovaa ile nguo akamuuliza Bwana, alienda madhabahuni akamuuliza Bwana, nikiwafuata wake zangu nitawarudisha? Mungu akamwambia ni bila shaka utawarudisha. Akaenda akapigana vita na akarejesha mali zake na wake zake. Kwa hivyo ina maana kwamba mali zako na chochote ambacho kimeibiwa kwenye maisha yako kinaweza kikarudi, lakini lazima uwe na uelewa wa kutosha utarudisha kwa namna gani. Hapo ndio naelekea. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho unafaa kuhakikisha kwamba unarudisha kwenye maisha yako, ambacho ni nafasi na heshima yako. Tunajua kwamba umerudishiwa vitu vyako, wakati ule tunaona kwamba heshima yako na nafasi ambayo ulikuwa nayo imerudi. Ile heshima ambao watu walikuwa na kuheshimu, na ile nafasi ulikuwa umeimiliki katika jamii, kwamba umeimiliki. Maana watu wengi kuna nafasi walikuwa nazo, kuna heshima walikuwa nazo, lakini leo hii hawafanani na vile ambavyo walikuwa wakati ule. Mwana mpotevu kwenye kile kitabu cha Luka 15 na mstari wa 22, mwana mpotevu aliporudi kwa baba yake, maandiko yanasema ya kwamba baba yake alimwandalia karamu, alimwandalia sherehe, lakini pia akamvika nguo. Ina maana ile sherehe ilikuwa ina present kwamba amekaribishwa kwenye ufalme wa Mungu na amerudishwa kwenye nafasi yake. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mtu mmoja akiokoka kuna kuanga na furaha kwa malaika kule mbinguni. Malaika huwa wanafurahia kule mbinguni. Lakini pia maandiko yanasema ya kwamba akavikwa mavazi. Yale mavazi aliyovikwa yana present heshima ambayo alipata baada ya kuwa amerudi ama amerudishwa kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutajua kwamba umerudishiwa vitu vyako wakati ule ambapo tutaona namna ya vile unavaa nguo na vile ambavyo unafikiria kwenye akili yako. Kwenye kile kitabu cha Marko mlango wa 5 na mstari wa 15, maandiko yanasema ya kwamba yule kijana ambaye alikuwa anakaa makaburini akiwa hana nguo, anajikatakata, akiwa hajielewi kabisa, maandiko yanasema wakamuona amevaa nguo na akiwa na akili zake timamu. Kwenye kile kitabu cha Marko mlango wa 5 na mstari wa 15. Kwa hivyo tutajua kwamba umerejeshewa vitu zako wakati tutaangalia ufahamu wako, lakini pia tukaangalia uvaaji wako. Watu wale ambao wanavaa kiholela, yani unaona kwamba huyu mtu yale mavazi wanavaa hayampei heshima katikati ya jamii, mavazi yake yanamshusha cheo fulani, ujue kwamba yule mtu bado kuna vitu vyake vimeibiwa. Ni dalili ya kuonyesha kwamba huyu mtu tayari ameibiwa vitu vyake. Sijui kama naeleweka. Sasa nataka nipeane verse kama 4 ambazo zitakusaidia katika kurejesha kile ambacho kimeibiwa kwenye maisha yako. Kwenye kile kitabu cha Mathayo 12 na mstari wa 29, maandiko yanasema, ama mtu awezaje kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mtu mwenye nguvu? Katika kumnyang'anya aliyechukua vitu vyako, unahitajika uhakishe kwamba unaweza ukamfunga yule aliyemiliki vitu vyako, na alafu unaanza kumnyang'anya kile ambacho amekimiliki kwenye maisha yako. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 3 na mstari wa 22 mpaka 39, huyu ni Daudi anamuongelesha Abuneri. Anamwambia Abuneri, kwa nini umeuawa kipumbavu? Maana hakuna mtu aliyekufunga, ungejitetea angalau ungepigana yule ambaye alikuwa anakuua. Anamulilia, anasema kwamba angalau ungepigana kwa sababu hakuwa amekufunga yule ambaye amekuua. Kwa hivyo mtu aliyekuibia alikufunga, na wewe unafaa umfunge na umnyang'anye vitu zako. Lakini pia kuna verse nyingine ambayo inasema kwenye kitabu cha Mithali 6:30. Maandiko yanasema ya kwamba mwivi akipatikana ameiba anafaa arudishe mara 7. Unafaa uombe Mungu, mseme kwamba na mnyang'anya mara 7 narudisha kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema hata kama itamgharimu mali zake zote. Katika kitabu cha Yoeli pia mlango wa 2 mstari wa 25, maandiko yanasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na zinge na parani na madumadu tunutu, jeshi langu kubwa lililolituma katikati yenu. Lakini pia Ayubu 20:15, maandiko yanasema amemeza mali ataitapika, Mungu ataitoa tumboni mwake. Rudishiwa